Haiwezekani kabisa kwa mtu aliyezaliwa mara ya pili kupoteza wokovu wake. Nami binafsi naamini kwamba hakuna hata andiko moja katika Agano Jipya linalosema kuwa muumini aliyezaliwa mara ya pili anaweza kupoteza wokovu wake. Nimepitia maandiko yote hayo. Kila ninapozungumza jambo kama hili, watu huniletea maandiko mengi, labda 50 hivi. Kwa sasa niko karibu kumaliza kuandika kitabu kuhusu usalama wa milele, na niamini nimechunguza maandiko hayo yote kwa kina. Lazima uyaweke katika muktadha sahihi, kwa sababu watu wengi huyachukua nje ya muktadha wake. Unapaswa kujiuliza, andiko hilo liliandikwa kwa nani? Kwa nini liliandikwa? Na linawezaje kutumika kwetu leo? Maswali hayo ni muhimu sana. Biblia pia ina maandiko ya ajabu sana kuhusu dhamana ya wokovu. Inasema Roho Mtakatifu amewekwa ndani yetu kama amana, kama malipo ya awali, ikithibitisha kile kitakachokuja. Mara kadhaa Biblia inasema hivyo. Roho ni amana. Umezaliwa kwa Roho, una Roho ndani yako, na hiyo ni dhamana ya kile kitakachokuja: mbingu, uzima wa milele, wokovu kamili. Hata hivyo, hili ni somo lenye mjadala mkubwa. Watu wengi wanachanganyikiwa wanapokutana na baadhi ya maandiko magumu. Wanasema, naam, naamini niko salama milele, lakini vipi kuhusu andiko hili au lile? Ndiyo maana nimeandika kitabu. Nimechambua takriban maandiko 70 au 80 yanayoonekana kuwa magumu, na nimeonyesha kwa kina kwamba hayazungumzii kupoteza wokovu. Mara nyingi yanazungumzia uongofu wa uongo. Watu wa kidini wanaotegemea sheria, wanaodhani wameokoka kumbe hawajaokoka kweli. Kwa mfano, katika waraka wa kwanza wa Yohana, kuna mazungumzo kuhusu ndugu wa uongo waliopenya kanisani. Kanisa la kwanza lilikuwa likivamiwa mara kwa mara na walimu wa uongo, wanaoshinikiza sheria, au mafundisho kama Gnosticism na Nicolaitans, wakijaribu kuchanganya Kristo na mambo mengine. Maandiko mengi yalikuwa yanawalenga watu hao. Lakini waumini wakiyasoma leo wanafikiri, lo, hii inanihusu mimi. La hasha, yalikuwa yanawahusu wao. Kwa hiyo, lazima uelewe muktadha. Kuhusu usalama wa milele, naamini muumini aliyezaliwa mara ya pili anapaswa kuishi kwa uthabiti wa moyo akisema, mimi niko salama milele. Nimezaliwa mara ya pili. Hakuna awezaye kuninyakua katika mkono wa Kristo. Nimeokolewa kikamilifu. Yesu Kristo ameniokoa kikamilifu. Sina shaka hata kidogo. Nina hakika 100% kuwa nimezaliwa mara ya pili milele, na nitatumia umilele wangu pamoja na Yesu mbinguni. Hata kama kwa sababu fulani ningeanguka dhambini au nikadanganywa na kuasi kwa muda, ukweli unabaki. Nimezaliwa mara ya pili. Wapo